Naitwa Brenda Rupia, ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Leo tulikuwa tufanye mkutano wa hadhara pale Kariakoo, mtaa wa Nyamwezi na Mkunguni. Tulitoa taarifa kwa jeshi la polisi tarehe 16 mwezi wa 4 2025 na tulikubaliwa kufanya mkutano ule tukiwa tunaamini kwamba mkutano wetu ni halali. Tulipofika Kariakoo na kuanza mkutano, tumeshangazwa na jeshi la polisi kuja kuzuia mkutano ule. Wametuzuia huo mkutano na wakamkamata makamu mwenyekiti wetu John Regesa Heche, wakampeleka kituo cha polisi Kariakoo Msimbazi. Tulipofika pale Msimbazi, wakamweka kwenye gari na wakadai wanampeleka Central. Sisi viongozi wa chama tumeenda Central, tumekuta hakuna mtu anayeitwa John Heche. Tumetoka Central tumekuja Oysterbay polisi na penyewe tumeambiwa hakuna mtu anaitwa John Heche. Hivyo tunaliomba jeshi la polisi watoe press statement au watuambie makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yuko hapa. Pamoja na mimi hapa mbele ya kituo cha polisi cha Oysterbay nimeambatana na viongozi wa Chadema, lakini pia kuna mawakili ambao nimeambatana nao. Naomba na wenyewe tuwasikilize ili watupe yaliyojiri humo ndani. Ni kweli kwamba makamu mwenyekiti John Heche amekamatwa majira ya saa 11 akiwa anahudhuria mkutano eneo la Kariakoo ambalo lilitolewa taarifa mapema kabisa na chama. Baada ya kukamatwa, sisi kama mawakili na mwenzangu Matata tukaanza kuhangaika kutafuta yuko sehemu gani, kwa maana kituo cha polisi ambacho amehifadhiwa. Tukaenda Stakishari tukakuta kumkuta, tukaenda Msimbazi hapo Kariakoo hayupo, tukaenda Central polisi hayupo. Sasa tuko Oysterbay hapa na penyewe tumepewa taarifa kwamba hapa na penyewe hayupo. Sasa taarifa ambazo tumezipata hivi punde kutoka vyanzo vyetu vya habari au vyanzo vyetu kwa watu karibu, inaonekana makamu mwenyekiti yuko kituo cha polisi kati kwa maana Central. Kwa hiyo tunatoka hapa tena tunarudi Central ili akapatiwe haki zake za kisheria. Anastahili kuwa na wakili anapoandika maelezo na mambo mengineyo. Kwa hiyo tunaondoka hapa kwenda kituo cha kati Central kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mteja wetu wa makamu mwenyekiti anapata haki zake.